Mzigo wetu wa leo unaanzia huko kwenye milima na tunawaona Gen Z watatu, wawili wakiwa ni wa kike na mmoja akiwa wa kiume. Huyu wa kiume alikuwa anaitwa Dani, lakini wale wawili wa kike kuna mmoja alikuwa wa kuitwa Becky na mwingine alikuwa anaitwa Hunter. Sasa hawa walikuwa wanapanda milima au sio? Na si unajua wazungu wanavyopenda starehe za ajabu ajabu zile za kurusha roho. Imagine hapo madai yao wenyewe wanaenjoy. Sio poa mtu wangu. Ila wazungu na mambo yao, ngoja mimi niwaache. Wakiwa wanapanda milima, kwa bahati mbaya yule Dani aliweza kudondoka na kufariki papo hapo. Na huyu Dani alikuwa ni mpenzi wa Becky. Baada ya kifo cha Dani, yule mpenzi wake Becky alichanganikiwa kwa kweli. Muda wote alikuwa anamuwaza Dani ambaye aliweza kufariki. Si unajua tena alikuwa ni nyonga yake mkalia ini, ndio hivyo tena ameweza kutangulia huko aera masokoni na kuweza kujikatia master bed huko kwa Godi. Siku moja Hunter alienda kwa kina Becky na alipofika akamwambia pale, nimepata sehemu kwa ajili ya kwenda kutembea ili uweze angalau kurefresh akili yako. Na hiyo sehemu ilikuwa kwenye mnara mmoja hivi mrefu kinoma. Yaani urefu wa huo mnara ni zaidi ya viwanja 5 vya mpira wa miguu vikiwa vimesimama wima, yani kuelekea juu. Lakini Becky aligoma pale, ila Hunter akazidi kumshawishi na kumwambia kwamba pia huko utatumia kumwaga majivu ya Dani, ambaye huyu Dani alikuwa ni mpenzi wake aliofariki wakiwa wanapanda milima kule. Becky alipoambiwa hivyo kidogo aliweza kushawishika. Kisha siku chache baadaye akamfuata Hunter na kumwambia amekubali kwenda kwenye huo mnara, na safari ilianza pale kuelekea moja kwa moja kwenye eneo husika. Wakiwa njiani, kulikuwa kuna bonge la vibe mtu wangu. Yaani walikuwa kama wanaenda kwenye sherehe, ni fulu kujiachia, fulu kujirekodi, fulu yani bata zote wakiwa njiani walifanya. Walipita kwenye moteli moja na wakaweka kambi pale ya siku moja kabla ya kwenda kwenye eneo husika la huo mnara. Na kesho yake ilipofika, safari rasmi ikaanza kuelekea kwenye huo mnara, ambapo ni mnara mrefu kinoma. Imagine viwanja 5 vya mpira mtu wangu, sio poa. Walipofika pale kiukweli Becky alikuwa anaogopa sana, kwa sababu kwanza mnara ulikuwa mrefu mno, lakini pia bado alikuwa na kumbukumbu za yule mpenzi wake Dani ambaye aliweza kufariki. Lakini kwa upande wa rafiki yake yule Hunter, yeye alikuwa ni mtu wa vibe tu, na akamshawishi sana rafiki yake Becky ili waweze kupanda ule mnara, kwa sababu walishafika eneo husika. Haikuwa rahisi, mnara ulikuwa umechoka, yani mpaka uliweza kuweka kutu pale, na baadhi ya ngazi zilionekana kuchoka kinoma. Ila Becky yeye alikuwa anaogopa kiukweli. Lakini kwa upande wa Hunter, yule rafiki yake Becky, sasa yeye haikuwa hivyo. Yeye muda wote alionekana kuwa na furaha na vibe la kutosha, na lengo lake lilikuwa ni kupanda ule mnara ili aweze kustream. Unajua tena masuala haya ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Hunter alikuwa anataka apande kwenye mnara huku akiwa analuka live bwana. Kweli safari ikaanza pale ya kupanda ule mnara, na wakafanikiwa kupanda mnara na kufika mpaka juu ya kilele cha ule mnara, ambapo juu kabisa kulikuwa na kieneo hivi kidogo ambacho mtu unaweza kusimama hata kukaa pia. Na walipofika pale, ilikuwa furaha ya hali ya juu. Ni mwendo wa kupiga picha mtu wangu, kula bata na kuenjoy, sio poa. Baada ya hapo ukafika sasa muda wa kumwaga majivu ya Dani. Ilikuwa ni huzuni pale wakati Becky akiwa anatoa majivu kwa ajili ya kumwaga. Na baada ya kufanikisha zoezi lao la kumwaga yale majivu ya Dani, Becky akamwambia Hunter kwamba ni muda sahihi sasa wa kushuka kwenye huu mnara, maana kila kitu tulichokuja kufanya tumeweza kukikamilisha. Na baada ya kumwambia hivyo, ikabidi sasa waanze kushuka ule mnara. Na mtu wa kwanza aliweza kutangulia kushuka alikuwa ni Becky, na kama ninavyofahamu Becky alikuwa muoga kinoma. Yani alikuwa anashuka huku anatetemeka. Ile ameanza kushuka tu na kukanyaga ngazi ya kwanza. Uwezi amini mtu wangu, ile ngazi alokanyaga ikaachia pale, na Becky akawa anadondoka chini kutoka juu ya ule mnara mtu wangu. Ila kwa bahati nzuri Becky alijifunga kamba pamoja na yule rafiki yake Hunter, na kwa bahati mbaya begi waliokuwa nalo liliweza kudondoka na Becky akawa ananing'inia pale.
na Hunter aliweza kumsaidia beki na kumrudisha mpaka juu. Ila changamoto sasa ikaja kwenye namna sasa ya kushuka kuelekea chini, maana ngazi ambazo walikuja kupandia mara ya kwanza ndizo ambazo ziliweza kudondoka zote, yani kulikuwa hakuna namna nyingine ya kushuka chini. Wakiwa juu pale, siku ya kwanza ikapita mtu wangu bila msaada wowote, na ilipofika siku ya pili, kwa bahati nzuri waliweza kuwaona watu wawili wakiwa chini, na walichoamua kukifanya haraka pale ni kutaka kupiga risasi zile fire flash zile, kama unazipata ambazo unapiga juu unatoka mwanga fulani hivi kama mwekundu. Ila Hunter akamwambia usipige muda huu kwa sababu jua ni bado kali sana na wale hawataweza kuona huo mwanga, inabidi tusubiri sasa mpaka usiku ili tuweze kupiga tupige hiyo flash na wale watu waweze kuuona. Kweli ilipofika usiku wakafanya kama walichoweza kukubaliana, na walipopiga ile flash, kwa bahati nzuri bwana, wale watu wawili waliweza kuona ule mwanga, kisha kuchungulia kwenye darubini yao waliweza kuwaona Beki na Hunter wakiwa juu ya mnara, na walichoamua kukifanya ni kusogelea mpaka karibu ya ule mnara. Wakina Beki na Hunter waliona msaada unakaribia, ila uwezi amini mtu wangu, wale watu walichoweza kukifanya baada ya kwenda kuwasaidia wakina Beki na Hunter, wao walichofanya ni kwenda kuiba gari walilokuja nalo pale Beki na rafiki yake Hunter, kisha wakaondoka na walishindwa kabisa kuwasaidia Beki na Hunter. Uwezi amini mwanangu, walibaki wanasikitika tu. Yani msaada walikuwa wanaotegemea ndio hivyo tena umekwenda kufanya madude yasiyotarajiwa, wameenda kuiba baada ya kwenda kuwasaidia. Na baada ya wale watu kuondoka bila msaada, ikabidi Hunter amwambie Beki kwamba inabidi ashuke kwenda kufuata lile begi kwa sababu kulikuwa na maji, na muda huo walikuwa na kiu kinoma, na kwenye lile begi kulikuwa na mahitaji mengine ambayo yangeweza kuwasaidia pale. Hunter alikuwa ni jasiri mno, akajifunga kamba na kuweza kushuka mpaka karibu na eneo ambalo lile begi lilikuwa limenasa, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kufika kwa sababu ile kamba ilikuwa ni fupi na isingeweza kumfikisha mpaka pale kwenye lile begi. Na alichoamua kukifanya Beki pale ni kuchomoa ile kamba na kurukia mpaka kwenye eneo ambalo begi limenasa. Huyu Beki alikuwa ni jasiri kinoma. Mimi binafsi amenishinda tabia kwa matukio ambayo anayafanya. Sio poa mtu wangu. Beki aliweza kuchukua ile begi na akanywa maji kidogo kwa ajili ya kupata angalau energy pale, kisha akalinasisha lile begi kwa kamba, na alichoamua kukifanya Beki pale uwezi amini mtu wangu, Beki aliweza kurukia lile begi, na kwa bahati nzuri aliweza kulipata, na rafiki yake Beki akaanza kumvuta kuja juu, na akiwa anakaribia kufika juu uwezi amini mwanangu, Hunter aliteleza na kuanguka chini na alipoteza maisha hapo hapo. Sasa akawa amebakia Beki peke yake kule juu, ila kwa bahati nzuri lile begi liliweza kumfikia, na mule ndani ya begi kulikuwa na droni. Alichoamua kukifanya Beki pale, aliandika ujumbe wa kuomba msaada kwenye karatasi, kisha kuituma na ile droni kwenda kwenye ile moteli ambayo walifikia kabla hawajaanza safari kuelekea kwenye mnara. Lengo ikitokea yule mhudumu wa ile hoteli akaona ule ujumbe wake aweze kuja kumsaidia. Mpango wake ulikuwa mzuri kiukweli, na droni iliweza kusafiri vizuri kuelekea kwenye ile moteli, na ilipokuwa inakaribia tu kufika kwa bahati mbaya ile droni iliweza kugongwa na gari na kuharibika hapo hapo. Na Beki alivyoona hivyo alichanganyikiwa kinoma, yani ile drone ndio ilikuwa tumaini lake la mwisho kabisa. Kwa hiyo pale Beki akakata mpaka tamaa, akawa haelewi nini afanye kingine ili aweze kusadikika na kutoka kule juu ya mnara akiwa salama. Akiwa ametulia, alikuja ndege wale wa kuitwa Eagle. Alimwona Beki kama msosi bwana, au sio? Ila Beki kumbe yeye alikuwa na plani zake kichwani. Alimkamata yule ndege aina ya Eagle. Alichomfanya, alimfinyanga, alimgongeza mpaka kumuua. Baada ya hapo, uwezi amini mtu wangu, Beki aliweza kumfanya yule Eagle kama msosi.
na aliweza kumla akiwa mbichi mtu wangu, bila ya kupikwa. Yani hapo ndo unakuja ule usemi unaosema ya kwamba simba akikosa nyama atakula hata nyasi mtu wangu. Beki aliweza kumla yule Igo akiwa mbichi. Baada ya kupata angalau kitu na minyoo kuweza kuacha kusumbua tumboni, Beki aliamua kushuka chini kwenda kwenye ule mwili wa Hunter, na lengo lake kuu lilikuwa ni kuchukua kiatu weke simu kisha aweze kurusha chini ili network iweze kufanya kazi na message iweze kwenda kwa baba yake ya kuomba msaada. Maana yeye alikuwepo juu sana ya mnara, na kama ninavyofahamu masuala mazima ya internet, mawimbi ya internet yale huwa yanarushwa kuelekea chini na sio umbali mrefu kama umbali ambapo Beki alikuwepo. Kwa hiyo alichoamua kukifanya ni kuchukua kiatu kile cha Hunter kisha akaweka simu, ambapo aliandika ujumbe kupitia WhatsApp. Unajua tena WhatsApp ukiwa upo offline alafu ukaandika ujumbe, baada ya data kuwaka ule ujumbe utajisendi automatic. Ndio kitu ambacho aliweza kukifanya Beki. Akatia simu yake kwenye kiatu cha Hunter, na alichoamua tena, ameona akikitupa kile kiatu peke yake kwenda chini inaweza simu ikafika imeharibika. Alichoamua kukifanya pale Beki, alichukua kile kiatu ambacho ametia simu akatia ndani ya mwili wa yule rafiki yake Hunter ambaye alikuwa amekwishaweza kufariki. Kisha alimsukuma Hunter kuelekea chini na ile simu ambayo aliweza kuweka kwenye kile kiatu. Na kwa bahati nzuri ule mpango wake ambao alikuwa anaufanya uliweza kufanya kazi bwana. Simu ilipofika chini, message ile ikajituma kwenda kwa baba yake kwamba anahitaji msaada, na aliweza kutuma location ambayo yupo, na baba yake aliweza kupiga simu kwenda kwa polisi akihitaji msaada wa haraka. Kisha mapolisi walijaa pale. Wakati baba yake anafika, uwezi amini, alimuona mwanae akiwa amechoka, yuko sio poa mtu wangu, na alikuwa tayari amekushaweza kuokolewa kutoka kule juu ya mnara. Na huo ndo inakuwa mwisho wa mzigo wetu wa leo ambao tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Swahili Recap. Tafadhali kama umefika mpaka hapa, usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe.